Mtazamaji, ninakusalimu kwa jina la Bwana. Habari za wakati huu tena, wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia katika kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu. Bwana akubariki sana. Na kwa siku ya leo ninakukaribisha tena katika mwendelezo wa vipindi na masomo haya. Lengo kubwa la masomo haya ni kunisaidia mimi na kukusaidia wewe na kutusaidia sote tunaotazama, ili tufanane na lile kusudi la Mungu alilotuumba kwalo, la kuwa mawakili waaminifu mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ninakusalimu na jina langu ninaitwa Mchungaji Nation Lameki. Karibu kwa siku ya leo tena katika mfululizo wa masomo haya. Nikualike tuweze kuomba pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako na litukuzwe. Asante kwa upendo wako mwingi. Asante jinsi ambavyo unaendelea kudhihirisha ya kwamba wewe ni Mungu na Baba yetu. Wakati huu Yesu, tufunulie utajiri wa hekima yako, ambayo neno lako linasema Baba uliwaficha wenye hekima wa dunia hii na kuwafunulia watoto wachanga. Baba, utufunulie siri ya neno lako katika kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu. Roho wa Bwana awe nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mtazamaji, ninakukaribisha tena katika mwendelezo wa vipindi hivi. Kipindi kilichopita tulikuwa na mada iliyosema asili ya mwanadamu. Bado tupo katika kile kipengele kinachosema teolojia ya uwakili. Tulianza na Mungu, na kipindi kilichopita tuliangalia habari ya mwanadamu, sehemu ya kwanza. Na sasa katika kipindi hiki tutaangalia sehemu ya pili ya asili ya mwanadamu. Na sehemu hii inajengwa katika vitabu viwili. Katika kitabu cha Mathayo 22, lakini katika kitabu kingine cha Mwanzo sura ya 2 na Mwanzo sura ya 3. Bila shaka tunaweza tukaangalia baadhi ya mafungu, lakini haya yanaweza kuwa ni mafungu elekezi katika kipindi cha siku ya leo. Ukisoma katika kitabu hiki cha Mathayo 22 na lile fungu la 37, neno la Bwana linasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Fungu la 38 linasema, hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Narudia tena, hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Kwa hivyo katika somo la siku ya leo tutajikita sana katika hii amri ya kwanza ya kumpenda Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Lakini kabla ya kuendelea, yamkini ulikosa kipindi kilichopita ambacho tulijifunza ya kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu mwenyewe. Anayemfahamu mwanadamu sio baba yake. Usije ukasema mimi namfahamu mke wangu, mimi namfahamu kijana wangu. Anayeweza kumsaidia mwanadamu anayeishi katika uso wa nchi hii ni Mungu mwenyewe, maana ndiye aliyemuumba, ndiye aliyemtengeneza. Tulijifunza mfano ule ya kwamba simu zetu hizi zikiharibika wakati mwingine, tulijifunza ingawa kutumia kwa habari ya kwamba ikiisha chaji unaona namna nyingine unachaji, lakini simu yetu ikiharibika kwa bahati mbaya, simu yako ama chochote kifaa chako chochote,
unaanza kutafuta fundi yuko wapi ambaye anaweza kwenda kurekebisha. Na kikitengenezwa ama kikirekebishwa kinarejea katika hali yake ya utimamu. Kinaanza kufanya kazi sawa sawa na hapo kabla. Ndivyo alivyo mwanadamu. Mwanadamu yeyote anayeonekana usoni pa nchi ambaye kama tabia yake yamkini haiko sawa sawa, si mtu yeyote anaweza kumsaidia ila ni Mungu peke yake. Kana kwamba hata zile tabia ambazo tunaweza tukasema tumerithi kwa wazazi wetu, hizo tabia mwenye uwezo wa kuzitengeneza ni Mungu mwenyewe, maana tuliumbwa na Mungu mwenyewe. Huwa watu wanakwenda anasema nataka niache kitu fulani, na ukipita mahali unasikia watu wanasema dawa ya kuacha kitu fulani, dawa ya kuacha pombe, dawa ya kuacha si kitu gani. Hakuna dawa ya kuacha pombe. Dawa ambayo inaweza kumsaidia mtu kuacha pombe na matendo yasiyofaa ni kurudi kwa Mungu, na huyo mtu ajisalimishe kwa Mungu, ili yule aliyemtengeneza na kumuumba amtengeneze upya tabia yake. Mtu anasema mimi tabia yangu nina hasira sana, nina hasira, najikuta nina hasira, ni mwepesi wa hasira. Ikiwa Mungu amwambia Musa mimi si mwepesi wa hasira, kana kwamba wale wenye hasira wakienda mbele za Mungu na kumwambia Bwana nitengeneze nisiwe na hasira, Mungu atakumbuka, maana si mwepesi wa hasira yeye mwenyewe, atamfanya huyu mwanadamu kutokuwa na hasira. Kwa hivyo unaanza kuona jinsi uzuri wa kumtegemea na kumtizama Mungu kama chanzo cha wapi umetoka. Hali kadhalika yule ambaye anahitaji ulinzi, anajua ulinzi unapatikana kwa Mungu. Tulisoma ile nukuu katika kitabu cha ujumbe wa awali ukurasa namba 68 ya kwamba malaika wa Mungu wanatulinda. Kwa hiyo yule mwenye ulinzi hatahitaji kwenda si wapi kutafuta kitu cha kumsaidia ili asidhurike na adui. Watu huwa wanasema kuna mganga fulani kutoka eneo fulani ni kiboko sana huyo, kwa hivyo watu wote wanakimbia kwake. Kitu gani unahitaji? Anasema mimi nahitaji ulinzi. Nahitaji ulinzi kwenye biashara yangu, nahitaji ulinzi kwa watoto wangu, nahitaji ulinzi kwangu mwenyewe. Mwanadamu tuliangalia kipengele kilichopita ama somo lililopita ya kwamba tulitoka kwa Mungu wa mbinguni. Lakini pia ikiwa tulitoka kwa Mungu wa mbinguni, anatuonea uwivu na anahitaji tumwabudu. Tuliangalia habari ya ile mifano miwili, mfano wa Elia pale Karmel na mfano wa Yoshua katika sura ya 24 ya kitabu cha Yoshua. Yoshua anawaambia mtasitasita mpaka lini ikiwa Mungu ndiye Bwana? Elia, na Yoshua anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Lakini kitu kingine ambacho tulijifunza kipindi kilichopita, tuliangalia Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa sura yake, kwa mfano wa Mungu. Alituumba mwanaume na mwanamke. Hakuna jinsia zaidi ya hapo. Mungu aliumba watu wawili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Kwa hivyo mwanaume asitake kuwa mwanamke, wala mwanamke asitake kuwa mwanaume. Ingawa leo duniani huambiwa ama usikia visa, mtu fulani kaenda kujibadilisha maumbile, mtu fulani kaenda kubadilisha si kitu gani. Kwa kweli kusudi la Mungu lilikuwa mwanadamu asalie katika jinsia mbili tu. Kama ni mwanamke na abaki kuwa mwanamke, kama ni mwanaume na abaki kuwa mwanaume, maana ndilo kusudi la Mungu la uumbaji. Aliumba tu jinsia mbili. Kwa hivyo kama ulikuwa ukitamani kujigeuza jinsia yako, Biblia inakataa, na mimi ninakutia moyo usijigeuze jinsia yako. Bakia vivyo vivyo namna Mungu amekuumba. Ingawa watu wanasema mimi ningekuwa mwanaume yani mngenikoma, ama mimi ningekuwa mwanamke mngenikoma. Kwa kweli Mungu alijua zaidi. Kwa hiyo hicho alichokuumba kwacho, jinsia aliyokuumba, yeye anajua kwa nini alifanya hivyo.
unapaswa kumshukuru na kubakia vivyo vivyo. Mahali fulani Paulo anasema uliitwa katika hali ya utumwa, uliitwa ukiwa huru, basi bakia hivyo hivyo. Lakini basi kingine tulichojifunza, tuliangalia nini maana ya sura ya Mungu. Tukaangalia ni tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ndiyo Mungu alikusudia hasa mwanadamu awe nayo. Na mwisho tuliangalia lile fungu la Mwanzo sura ya 2 na lile fungu la 16 na lile fungu la 17, ambalo tuliangalia na kuishia katika kipengele ya kwamba mwanadamu aliwekwa kwenye mipaka. Hakuna mtu yeyote anayeweza kusema mimi ninaishi tu. Hata nchi yetu ina sheria na taratibu zake. Mwananchi yeyote akifanya tofauti, huyo huhesabika kama mhalifu ama mvunjaji wa sheria. Kwa hivyo atapelekwa mahali ambapo anastahili kwa ajili ya kuadibishwa, kwa ajili ya kukumbushwa ya kwamba wewe ulipaswa kuishia hapa, mpaka wako ulipaswa usiuvuke. Sisi wanadamu wote mbele za Mungu tuliumbwa wenye mipaka, kana kwamba mali nilizo nazo napaswa kuzitumia kwa mipaka. Tuliangalia yoyote mliyatendayo na yoyote mlio nayo yatendeni kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu wengi hawakufuata ili neno la mipaka, wamejikuta katika matatizo na changamoto kubwa. Yule ambaye hakujua na mpaka wa kusubiri kushiriki tendo la ndoa mpaka wakati wa ndoa, alijikuta katika matatizo ya madhara ya kufanya, maana hakuwa tayari kusubiri kile alichowekewa mpaka wake. Mungu akusaidie. Mungu anisaidie. Mungu atuhurumie sote kwa pamoja kufahamu mipaka yetu tulio nayo. Hata nyumbani tunayo mipaka. Hauwezi kuwa baba leo maana baba yupo na mama yupo. Unaweza kuwa mtoto na ukakaribishwa kufanya baadhi ya mambo ambayo baba na mama huwa wanakaa vikao vyao na wakaamua kukushirikisha, lakini kukushirikisha kwao hakuja kufanya wewe uwe baba, wewe uwe mama. Ninazungumza kitu gani? Nataka nimaanishe ama niseme ya kwamba mwanadamu yeyote unapaswa kufahamu mipaka yako. Wengi wameingia katika majuto, machozi, masikitiko kwa sababu hawakuijua mipaka yao. Mtu ambaye alipelekwa chuo kusoma, hakujua ya kwamba anapaswa kusoma, akacheza na shule, leo analia, hakuijua mipaka yake. Yule ambaye aliaminiwa katika nafasi fulani akapewa na hakujua mipaka yake, kwa bahati mbaya akafanya yasiyofaa, alipoondolewa, leo analia. Yule mwanandoa aliyekuwa ameoa, anaishi kwa furaha, aliposhindwa kuijua mipaka yake, leo analia. Kwa hivyo Mungu kanuni yake ni wanadamu wote kujua mipaka yao. Na mpaka wa kwanza ambao Mungu alimpatia Adamu ni kula matunda yote, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya Adamu aliambiwa asile. Kwa hivyo fungu lile la 17 linasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Nilikwambia hapo awali ya kwamba leo tutasoma baadhi ya vitabu viwili ama zaidi kwa mujibu wa kile ambacho tunakiangalia leo, kwa maana ya mada inayosema asili ya mwanadamu sehemu ya 2. Tuliangalia Mungu aliumba mwanadamu katika hali ya ukamilifu na vitu vyote vilikuwa vikamilifu. Tuliangalia kipindi kilichopita. Lakini cha kushangaza, sura hii ya 2 inaisha
kwa maana ya kwamba mwanaume pamoja na mwanamke wote walikuwa katika hali nzuri na njema, na hawakuona chochote kilichokuwa kimepungua juu yao. Lakini sura ya 3 inaanza kwa kusema ya kwamba basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Hili lilikuwa ni swali la adui ama nyoka akimuuliza huyu mwanamke. Fungu la 2, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiare wala msiaguse, msije mkafa. Fungu la 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Fungu lile la 6 bila shaka linaweza likawa fungu letu la mwisho la kusoma kwenye hii sura. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akara, akampa na mumewe, naye akara. Very sad, mbaya kabisa hii, ambayo mwanamke na mwanaume walikuwa wameambiwa katika sura ya 2 ya kwamba wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ninaomba nirudie tena hapa. Tumesoma mwanzoni kabisa lile fungu la Mathayo 22:37 na 38. Yesu alipoulizwa ni sheria gani iliyo kubwa na ya kwanza, Yesu alisema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Jambo la kwanza tunahitaji kujiuliza, je, ni kweli kabisa Adamu pamoja na mke wake walielewa kumpenda Mungu kwa akili zao, kwa nguvu zao na kwa vyote walivyokuwa navyo? Mungu alikuwa amewapatia uhuru, lakini uhuru wenye mipaka. Nakumbuka wakati fulani nilipokuwa mdogo bado, unaambiwa na baba yako ama naambiwa na mama yangu wakati huo na baba, nikitaka kutoka kwanza ninaomba ruhusa. Baba, nataka nikacheze. Wapi? Unaulizwa, wapi unakwenda kucheza? Kama nakwenda kucheza na marafiki zangu, naenda kucheza kwa fulani ama kwao na fulani. Alafu mzazi anasema, nenda usikawie, ole wako urudi hapa usiku, ama ole wako uje umechafuka hizo nguo. Kana kwamba walikuwa wanatupatia uhuru, lakini uhuru wenye mipaka. Uhuru wenye mipaka. Wako watu wakati mwingine hudai uhuru. Nasema nadai uhuru wangu, nadai haki yangu, lakini hakuna haki wala uhuru usio na mipaka. Watoto wana mipaka, wanandoa wana mipaka, viongozi wana mipaka, watumishi wana mipaka. Uhuru unaweza kuwa nao, lakini wenye mipaka. Unaweza kuwa na uhuru wa kucheza na baba yako na kumtania, lakini hauwezi kuvuka zaidi, maana wewe umewekwa kwenye mipaka. Kwa hivyo Adamu alikuwa amepewa mipaka na mke wake ya kwamba ninyi mnaweza kutembea huku, mnatembea huku, mnatembea huku, lakini tafadhali mkiona matunda yote yanapendeza, mmesikia njaa, kuleni, lakini mti huu msije mkara matunda yake, maana siku mtakapokula mtakufa. Je, mti ulikuwa na maana yoyote? Je, mti ulikuwa na faida yoyote? Mtu mmoja, ama ni kukaribishe tufikiri pamoja. Hivi ni kweli mti ulikuwa ni uhai kwao? Bila shaka jibu ni hapana. Je, matunda haya ndiyo yaliyokuwa chanzo cha Adamu na Hawa waendelee kuishi? Jibu ni hapana. Kwa nini ni hapana?
Adamu na Hawa walitoka kwa Mungu, sio kwa mti. Kwa hivyo walipaswa kuendelea kutizama kile ama yule aliyewaumba, wala sio mti. Kama wangetizama mti isingekuwa hoja yoyote, lakini kosa kubwa na hoja kubwa, Mungu alitaka wamtizame yeye. Kana kwamba Mungu amekupatia vitu, lakini hivyo vitu alivyokupatia kwavyo hahitaji uvitizame, anataka umtazame yeye peke yake. Ndio maana Paulo katika kile kitabu cha Waebrania anazungumza ya kwamba huku tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, sura ile ya 12 na lile fungu la 2 la kitabu cha Waebrania, Mungu anataka tumtizame yeye. Kwa hiyo mti haukuwa na maana yoyote kama uhai, wala matunda hayakuwa na maana yoyote kama uhai, bali uhai wa Adamu na mke wake ulitoka kwa Mungu. Nataka nizungumze vizuri. Wakili mwaminifu, wewe mahali ulipo ni mahali ambapo Mungu ameruhusu uwe, lakini kuwepo hapo hakuna maana ya wewe kuendelea kuishi, bali uhai wako upo kwa Mungu. Nizungumze tena vizuri. Kuna mtu anasema ninasali kanisa fulani. Kusali kwako hilo kanisa ama hilo dhehebu hakuna maana yoyote ya wewe kuendelea kuwa na uzima, ila uzima wako upo kwa Mungu mwenyewe. Watu hujisifia wakati mwingine, hata uingie katika magomvi, kupigana, mnasema mimi niko sahihi, mwingine anasema niko sahihi, mwingine anasema mimi niko sahihi, mwingine niko sahihi, mwisho upigana kwa sababu ya kubishana habari ya mambo ya imani. Imani isingekusaidia kwa chochote, lakini Mungu ndiye ambaye uhai na vyote viko kwake. Kwa hivyo ikiwa wakili anahitaji kuendelea kuwa hai, badala ya kuangalia kawaida za dini, badala ya kuangalia sisi nani wamesema, wewe mtizame Yesu Kristo peke yake. Ni wangapi ambao wanarudi nyuma kiroho kwa sababu ya kuwatizama wanadamu? Hata watu wamefika kipimo, wanajipima kwa watu wengine. Anasema kama kweli mchungaji Nation anafanya hivi, basi na mimi hata nifanye, kana kwamba Nation ndiye amekuwa Mungu. Mungu alipotuumba hakutaka tulingane na mwanadamu mwingine kama kuangalia mfano au kielelezo, bali alitupatia Yesu kama kielelezo chetu. Kuna mwana mtu anasema kama fulani aende kanisani na mimi siendi, kama fulani amtolee Mungu matoleo na mimi siwezi kutoa, kama fulani amegoma na mimi nagoma, kana kwamba tumeanza kuwafanya wanadamu wengine kuwa kielelezo, kama ambavyo Adamu hakuelewa sawa sawa. Watoto wa Mungu, katika kipindi hiki ni shauku yangu, nami namwomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa kusudi hasa la wewe kuumbwa na kupewa maelekezo kama Adamu na Hawa walivyopewa. Kwa hivyo nataka nirudie tena, mti haukuwa na hoja yoyote ya wao kuendelea kuwa hai, ila uhai wao ulitegemea sana kwa Yesu ama Mungu mwenyewe, ambaye yeye alitaka utii. Liko fungu katika Torati linasema, chagua utii leo, chagua uhai leo, chagua maisha leo. Na mimi ninakupendekezea leo, chagua kumtii Mungu na kile anachokisema. Sasa Hawa alipoambiwa na Mungu ya kwamba msile, lakini mara hii alipokutana na adui ambaye tumeambiwa hapa ni nyoka, lakini nyoka katika umbo
lakini aliye nyuma alikuwa ni adui, Shetani, ambaye katika kile kitabu cha Pendo Lisilo na Kifani, mwandishi Ellen G. White anazungumza na kusema, malaika walitumwa kila wakati, asubuhi na jioni, kuwaonya wazazi hawa wetu wa kwanza ya kwamba yuko kiumbe mwerevu ameasi sheria ya Mungu na ametupwa. Iweni makini kutazama na kusikiliza kile Mungu alichokisema. Kwa maana nyingine, macho yao yalipaswa kuondoka juu ya mti, juu ya matunda, macho yao yamtizame Mungu anachowaambia. Unaweza kuwa kanisani, lakini ikiwa macho yako hayamtazami Yesu ama Mungu, wewe kuwepo kwako kanisani ni bure. Nataka nikusaidie, tusaidiane mawakili, ya kwamba ili tuwe salama mahali tunakoabudu, mtizame Mungu anachosema ama anasema kitu gani kwako kupitia neno lake, Biblia. Kiongozi anaweza kukupoteza, maana ni mwanadamu, lakini Mungu kamwe hawezi kukupoteza. Ni wakati mwingine haweza kukupitisha katika njia ambayo si njema unaiona kwako, lakini ujue yeye anakuwazia yaliyo mema. Adamu alijikuta na mke wake wameshindwa kumtizama Mungu, na madhara ya kushindwa kumtizama Mungu na kumtegemea Mungu yalikuwa ni wao kula lile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hii ni habari mbaya kabisa, ya kwamba pale tunaposhindwa kumtizama Mungu na kufuata kile anachotuambia, bila shaka moja kwa moja tutavunja kile anachotuambia. Hata kama mmoja angesema mimi ni kiongozi wa dini, lakini kama wewe kiongozi hautamtizama Mungu kile anachokisema, basi wewe unaweza kukosea na unaweza kufanya chochote ambacho Mungu hajakitaka ama hajakusudia. Ninaomba nikukaribishe tupitie nukuu moja hapa ya kitabu hiki cha ujumbe wa awali, ukurasa namba 180. Inajengwa katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 1 na fungu la 9 hadi fungu la 14. Linasema, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haya yalikuwa ni maneno ya Mungu akiwaambia Adamu pamoja na mke wake. Alafu mwandishi huyu Ellen G. White anaendelea kusema, alifikiri kwamba huenda Bwana hakumaanisha hasa kile alichokisema. Hiki ni kitu kingine ambacho wale wanaosema wanamcha Mungu wanaweza kujikuta katika hali ya kuto kumjua Mungu hasa ama kumpenda Mungu hasa, kama lile fungu tulilosoma mwanzoni, umpende Mungu kwa moyo wako wote. Mahali ambapo unafikiria ya kwamba Mungu hamaanishi hivyo. Kwa maana nyingine, Mungu katika neno lake akisema hivi, alafu wewe unasema hapana. Hiyo habari ya hicho kitu kilikuwa ni cha Wayahudi cha miaka hiyo, tena agano la kale, sasa hivi sio agano jipya. Kana kwamba Mungu hamaanishi hicho ambacho amekisema hata leo. Ni wangapi huwa tunakutana na watu wanasema, hicho ni cha agano la kale, kilikusha kupita, hakina maana yoyote tena kwenye agano jipya. Na hata wengine wenda mbali zaidi na kusema sheria ilikuwa ni agano la kale, sio agano jipya. Kwa hiyo niko huru kufanya chochote. Hawa pamoja na mmewe walifikiri Mungu alikuwa hamaanishi kile anachokisema. Kama unafikiria Mungu hamaanishi anachokisema, ni uongo, unakosea. Neno la Mungu lolote, Mungu anamaanisha hicho anachokisema. Mungu anaposema na uniabudu mimi peke yake, Mungu anamaanisha hicho.
Kama wakili mwaminifu, fahamu leo ya kwamba kile Mungu anachokisema katika neno lake anakimaanisha. Ikiwa anazungumza kuhusu Sabato, ikumbuke siku ya Sabato itakase, basi ujue anamaanisha uikumbuke Sabato na uitakase Sabato. Ikiwa Mungu anasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, ujue Mungu anakimaanisha hicho. Anamaanisha. Ikiwa Mungu anasema na utunze mwili wako kama hekalu la Roho Mtakatifu, ujue Mungu anamaanisha hicho. Ikiwa Mungu anazungumza ya kwamba waheshimu wazazi wako ili siku zako zipate kuwa nyingi, ujue Mungu anamaanisha. Leo wako vijana wanawapiga wazazi wao, wanagombana na wazazi wao, ujue Mungu anamaanisha anataka waheshimu wazazi wako. Ikiwa Mungu anasema na uwatii wale wanaowaongoza, viongozi wenu, ujue Mungu anamaanisha anataka waheshimu na uwatii viongozi wa kiserikali waheshimu, viongozi wa kikanisa waheshimu, viongozi wa nchi waheshimu, viongozi wote na watu wote, hata wale wanaokuzidi umri, Mungu anataka uwaheshimu na uwapende. Anaendelea anasema, akithubutu alinyosha mkono wake akachukua tunda na kula. Huyu anazungumza kuhusu Hawa. Lilikuwa linavutia machoni na kupendeza katika ladha. Kisha alikuwa na wivu kwamba Mungu alikuwa amewazuilia kile kilichokuwa chema. Naye alimpatia mmewe na hivyo kumjaribu. Kwa maana nyingine eti Hawa aligeuka kumjaribu mume wake. Na baada ya kula lile tunda eti akapata wivu, akaanza kusema, hivi Mungu alikuwa na tabia gani ya kutuzuia tusile matunda? Hivi Mungu alikuwa na kitu gani? Nikana kwamba mmoja anaweza kusema, hivi Mungu anaposema tusile vyakula vyote anamaanisha kitu gani? Mbona nikana kwamba chakula fulani ni kitamu zaidi, ngoja tu tuendelee kula. Na yeye pia Hawa aliingia katika jaribu hili la kuona kana kwamba Mungu alifanya makosa kuwazuilia wasile tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Mtoto wa Mungu ulioko hapa na unayenitizama, Mungu anakusudia kile anachokiagiza ukiishi na ukitii. Akampatia mume wake na hivyo kumjaribu. Alimsimulia Adamu yote ambayo nyoka huyo alikuwa amesema, na akaonesha mshangao wake kwamba alikuwa na uwezo wa kusema. Alikuwa amemjaribu mwanamke kutokumwamini Mungu, kuhoji hekima yake. Shetani alijua kwamba mwanamke asingeanguka peke yake. Nimetangulia kuzungumza ya kwamba kosa halikuwa kula tunda wala mti ule haikuwa na hoja yoyote, bali hoja kubwa iliyokuwepo hapa ni kumtilia Mungu mashaka na kuto kumwamini na kuhoji hekima yake na kuhoji makusudi ya Mungu, yale ambayo ameyasema ama ameyakusudia. Shetani ndiye aliyekuwa akimjaribu Hawa. Bila shaka shetani hutujaribu kila siku kuto kumwamini Mungu. Mtoto wa Mungu anapofanikiwa anakutana na neno linalosema uwe mwaminifu kwa Mungu. Shetani anamjaribu na kumwambia, hivyo vyote umepambana mwenyewe, umekuwa ukikesha ulali, kwa nini upeleke kwa Mungu kanisani? Kwa nini utoe sehemu ya 10? Kwa nini utoe sadaka? Kwa nini uwasaidie watu ambao ni wavivu, ambao hawakukusaidia kitu chochote? Hebu ponda raha, kula wewe mwenyewe. Mungu akusaidie. Ukiona mambo hayo ama ukiyafanya, ujue si wewe bali yuko mjaribu nyuma yako anayekuongoza na kukushawishi kuyafanya hayo. Hawa alikuwa amemjaribu mume wake pia. Sijui mtoto wa Mungu unayenitazama wakati huu, umetumiwa na shetani kumjaribu ndugu yako mara ngapi? Hawa alimjaribu Adamu, na Adamu na yeye akaanguka kwa kushindwa kumwamini Mungu aliyewaambia msile
matunda. Asili ya mwanadamu sehemu ya pili ni chungu kwa sababu inatuambia mwanadamu aliyeagizwa kutokula matunda, mwanadamu huyu sasa anakula matunda, anakaidi kile ambacho Mungu amesema. Ili uwe wakili wa Mungu mwaminifu, mwombe Mungu leo akusaidie uanze kutii kile Mungu anachokuamuru, wala hautakuwa wakili mbaya. Lakini ikiwa utachagua kutokutii, unahesabika wakili mbaya, na wakili mbaya siku zote ana hukumu inayomngoja. Walikuwa wamefanya kitu kibaya cha kuhatarisha maisha yao, na Mungu alisema siku mtakapokula hakika yake mtakufa. Hawa alikula matunda akayaona yanafaa. Ziko nyakati Mungu ametuelekeza kupitia neno lake Biblia, lakini tumekuwa tukifanya na tumeona kana kwamba tunafanikiwa. Mmoja hatoi zaka na anaona maisha yanakwenda. Mmoja wala hakumbuki kumcha Mungu na anaona maisha yanakwenda. Wala mmoja hamtegemei Mungu na anahisi kana kwamba maisha yanakwenda. Adamu pamoja na Hawa walijikuta wameingia katika mtego wa shetani wa kuto kuitii sauti ya Mungu. Waliona kana kwamba Mungu alikuwa amewaficha ama kuwazuilia kitu kilichokuwa chema. Mwandishi huyu Ellen G. White anaandika ya kwamba kana kwamba Hawa alitambua na aliona wivu. Kwa nini Mungu alikuwa ametuzuilia jambo hili tusile? Mungu anapotuzuia hangehitaji tuulize ama kutaka kutafuta kujua kwa nini ametuzuia. Lile neno linasema, maana mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo yaliyo mema, ya kuwapatia tumaini katika siku zenu za mwisho. Mungu kamwe hangetuwazia mabaya, anatuwazia mema wakati wote. Kwa hivyo Hawa alijikuta anakula, lakini pia akisikia sauti ya shetani, sauti ya nyoka. Mwandishi anasema alionekana kuvutiwa zaidi na alikuwa na mshangao uwezo wa nyoka aliyokuwa nao wa kusema. Na shetani ndiye aliyekuwa anasema ndani ya huyu nyoka. Kana kwamba wakati mwingine shetani huwatumia sana wale tunaowaamini, ama wale tunaowaona kana kwamba ni very superior, wana nguvu, ni hodari, ndio hao tunaowatizama. Lakini Biblia inakataa kuwatizama wanadamu, inatutaka tumtazame Yesu Kristo peke yake. Kile kitabu cha Waebrania kinasema, ukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu ndani yetu. Mwandishi huyu anaendelea kusema, baada ya kuona hayo yote yakitendeka ni kwa Hawa, kisha anageuka tena anazungumza kile kilichokuwa kikiendelea kwa Adamu. Anasema, niliona huzuni ikiwa juu ya uso wa Adamu. Adamu alihuzunika kwa sababu ya nini? Alihuzunika kwa sababu mke wake amekula matunda yale ambayo Mungu mwenyewe aliwazuia wasile. Lakini mara hii huyu mama ama huyu mwanamke Hawa alikuwa ameara matunda. Kisha anasema alionekana kuwa na hofu na kushangazwa. Mapambano yalionekana yakiendelea katika fikra zake. Alihisi hakika kwamba huyu alikuwa ndiye adui yule ambaye walikuwa wameonywa dhidi yake, na kwamba mke wake lazima afe, lazima watenganishwe. Adamu aliona huzuni. Huzuni ya nini? Kwa sababu mke wake amekosea. Ninakuuliza swali, mtoto wa Mungu unayenitazama. Je, na wewe unawaonea huzuni wale wanaomkosea Mungu? Je, unaona huzuni jirani yako akikosea na kuvunja amri za Mungu, ama unafurahia na kutabasamu? Je, unamuona mshiriki mwenzako anapokosea, unafurahia, unajisikia kufurahia, ama unapata huzuni?
Neno hili linasema Adamu alipata huzuni, hofu, moyo wake, uso wake ulibadilika kwa sababu ya kile ambacho Hawa alikuwa amekikosa, ama amekosa mbele za Mungu kwa kukaidi maagizo aliyoagizwa na Bwana. Baadhi yetu tumekuwa tukifurahia na wakati mwingine kuwapongeza wale wanaofanya vibaya na kuzivunja amri za Mungu. Unaambiwa, bwana wewe ni kidume, endelea bwana, hongera, hongera. Tumekuwa tukipewa hongera hata pale tunapozivunja amri za Mungu. Tumekuwa tukipewa hongera hata pale tunapokaidi maagizo ya Mungu. Adamu aliona huzuni. Wakili mwaminifu hangefurahia ndugu zake wakitenda makosa, wakitenda dhambi, alafu aone tu ni jambo la kawaida. Kiongozi yeyote ambaye ni wakili mwaminifu wa Mungu hangetulia viongozi wenzake wanapofanya makosa. Hangehuzunika, wala hangefurahia waumini ama washiriki walio chini yake wanapokosea mbele za Mungu. Hangefurahia. Kwa nini? Kwa sababu angeona huzuni juu yake dhidi ya wale ambao wameshindwa kuwa waaminifu kwa neno la Mungu. Neno hili linatupatia mafundisho mengi sana. Kana kwamba wanandoa wanaoishi pamoja hangefurahia kama mme wake ama mke wake haishiki sheria ya Mungu ama anavunja amri za Mungu. Kwa hivyo wewe mama, ikiwa mme wako anavunja mojawapo ya amri za Mungu, haungefurahia, haupaswi kufurahia. Wewe baba, haupaswi kufurahia. Unawaona watoto wako wanafanya makosa, haupaswi kufurahia. Adamu aliona huzuni, na wewe ona huzuni kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya rafiki yako, kwa ajili ya mshiriki mwenzako, kile anachokifanya, ona huzuni. Lakini basi, huzuni kuona ingesaidia kitu gani? Yesu Kristo katika ule mfano wa Mathayo 18 anasema, ndugu yako akikosa, enenda ukamuone. Adamu alitambua mke wake amefanya kosa. Je, alimwambia? Na ikiwa alimwambia, je, wewe unamwambia ndugu yako anapokosa? Mawakili wa Mungu huwa tayari kuambia ndugu zao wanapokosa. Na kana kwamba wangezungumza kwa upole na kwa upendo ili kuwarejesha hawa waliotenda kosa mbele za Mungu. Mahali fulani Paulo katika neno la Bwana anasema, akiwapo mmoja wao katika jamii ya wale wanaomcha Mungu amekengeuka na kwenda nje ya kile alichokiamini, basi na mmoja amwendee na tena amgeuze kwa upendo na kwa upole. Kanisani kwako vijana wanapo, je, unazungumza nao kwa upole na upendo ili warudi, ama unawafukuza wakimbie? Wakili mwaminifu anapowaona wenzake ama ndugu zake wakikosa, huambia kwa upendo ili ampate mdhambi mmoja anayesema, Bwana ninatubu, ninakuja nipokee. Lakini akiishia kuona huzuni, Adamu katika fikra zake alitambua kile ambacho tumekuwa tukiambiwa kwacho muda mrefu, bila shaka ndicho hiki. Wengine hawajui kama shetani yupo, na wengine hawajui kama shetani ni adui, bali hucheza na shetani. Nataka nikuulize swali, wewe unaye nitazama na kunisikiliza kwa wakati huu, ya kwamba uliona wapi adui akamwazia mema yule ambaye anamuona ni adui? Wote ambao ni maadui huwaza mabaya kuwatendea. Kwa hivyo tusimuone shetani kana kwamba ni rafiki, ni adui yetu, wala hangetuwazia yaliyo mema.
wala hafurahii wala kutuona katika mambo ambayo ni mema, bali katika mambo mabaya wakati wote. Ellen G. White anaendelea kuzungumza na kusema tena ya kwamba alitambua ya kwamba kwa kuwa Mungu alisema hakika mtakufa, bila shaka mke wangu ninakwenda kutengana naye. Yamkini mtoto wa Mungu, kuna wakati unaingia kushiriki dhambi za wengine kwa kuogopa kutengwa nao. Mawakili wa Mungu hawaogopi kutengwa na ndugu zao, kutengwa na marafiki zao, kutengwa na jirani zao, kutengwa na viongozi wenzao, kutengwa na jamii yake. Hawaoni hofu kutengwa. Katika Biblia uko mfano wa familia moja. Familia hii ni ya mzee Rutu pamoja na mke wake na watoto wake, mabinti hao wawili, ambao jioni ile malaika waliingia nyumbani kwake kwenye ile sura ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. Na walipokuwa wakiingia nyumbani kwa Rutu, maana ni Sodoma alikuwa akiishi, malaika wale asubuhi ama alfajiri wakamwambia Rutu, Rutu na mke wako pamoja na watoto, jiponye nafsi, msigeuke nyuma, tembeeni. Wakaanza kutembea. Lakini mke wa Rutu alipokumbuka yale aliyoyaacha Sodoma, akageuka nyuma. Alipogeuka nyuma, muda huo huo, kwa kuwa alikuwa amekaidi neno la Mungu, akawa nguzo ya moto, nguzo ya chumvi. Akageuka wakati mji wa Sodoma ukiangamizwa pia baadaye. Hebu tujiulize pamoja, mimi na wewe, ikiwa Rutu akusikia sauti ya mke wake tena, wala watoto wake Rutu hawakusikia sauti ya mama yao tena, je, waligeuka nyuma? Hawakugeuka, kwa kuwa walikuwa wameambiwa jiponye nafsi. Leo hoja kubwa na kosa kubwa ambalo wengi tunalifanya ama wanalifanya ni kuogopa kutengana na ndugu zao. Mtu anasema, jamani, nikitengana na huyu ndiye aliyenifanyia hivi, siwezi kuachana naye, siwezi kutengana naye, siwezi kumkaidi maana ni kiongozi wangu. Neno la Mungu linasema jiponye nafsi. Eti Adamu aliwaza kutengana na mke wake. Wako watu hawajaacha dhambi kwa sababu wanaogopa kutengana na wale wanaowafanya watende dhambi. Marafiki, ndugu, wale wanaosema huyu ni mchumba wangu, huyu ni rafiki yangu, hao wameshindwa kutengana nao kwa sababu wanaogopa maumivu ya kutengana nao. Adamu, kwa kufikiria ya kwamba lazima afe mke wake, Adamu kuna kitu cha tofauti alikifanya. Na mimi ninakuomba usije ukafanya hivyo, bali uamue pamoja na Yesu kutengana na anasa zote na vyote vinavyokufanya usiwe mwaminifu mbele za Bwana. Mwandishi huyu anazungumza na kusema, upendo wake kwa Hawa ulikuwa wenye nguvu, na kwa kukata tamaa kabisa aliamua kushiriki mauti yake. Mbaya kabisa. Adamu kwa sababu ya upendo alijikuta ama alikuwa tayari kushiriki mauti na mke wake. Upendo unaokufanya ushindwe kulitii neno la Mungu sio upendo. Upendo unaokufanya umchukie Mungu wala neno lake ulichukie sio upendo. Upendo unaokufanya uende mbali zaidi ya kile Mungu amekusudia katika maisha yako ni kosa, ni mauti hiyo.
upendo unaokufanya eti umwone mtu ni bora zaidi kuliko Mungu na neno lake ni mauti. Adamu, kwa kujua kabisa ya kwamba kila matunda hakika yake atakufa, alichagua upendo kwa mke wake kuliko kwa Mungu. Kana kwamba wengine wanaweza kuanza kusema, ikiwa tu Adamu alishindwa, mimi ni nani? Kana kwamba wanataka kuhalalisha dhambi na madhaifu ya Adamu, wayaone ni sawasawa na wajione wako sehemu sawasawa. Ni kana kwamba mtu mmoja anaweza kusema, ikiwa tu viongozi wanafanya hivi, mimi ni nani? Ngoja na mimi nifanye. Ikiwa mama yangu anafanya hivi, mimi ni nani? Ikiwa baba yangu anafanya hivi, mimi ni nani? Kana kwamba baba yake yamkini ni mlevi, analewa, ama ndugu yake mmoja ni mtu ambaye si mwaminifu katika mambo ya mwili, ama mmoja wapo katika familia ni mtu asiyemcha Mungu, huenda kwa waganga, na anasema ikiwa tu fulani anakwenda kwa waganga, mimi ni nani na mimi nitakwenda, maana ndiko nilikolelewa huko. Wakili mwaminifu atakubali na atakuwa tayari kumtii Mungu kuliko chochote, hata kama ni kutengana na ulimwengu. Atakuwa tayari kutengana na ulimwengu, lakini abakie mwaminifu kwa Mungu wake. Adamu, kwa sababu ya upendo, eti alikubali aungane na mke wake katika mauti. Kuna mtu anakuambia anakupenda sana, lakini anakuongoza kutenda dhambi mbele za Mungu. Sio upendo. Huyo ni adui, anakusudia kukuangamiza. Kuna mtu anakuambia usitoe zaka na sadaka. Huyo ni adui, ukishirikiana naye ama kumsikiliza utaangamia katika mauti, kama wazazi wetu walivyoambiwa na wakutii, na mwisho matokeo yalikuwa ni haya tunayoyaona hata leo duniani. Mateso na shida hazijawahi kuisha hata leo. Anaendelea kusema, alichukua tunda lile na kulila kwa haraka. Adamu aliacha kutii amri ya Mungu na kuanguka pamoja naye. Ndipo Shetani alishangilia. Alikuwa ameasi mbinguni na kupata waliomuunga mkono, ambao walimpenda na kumfuata katika uasi wake. Alianguka na kusababisha wengine kuanguka pamoja naye. Ukurasa wa 181 wa kitabu hiki cha ujumbe wa awali wa Ellen G. White. Angalia maneno haya jinsi yalivyo mazito, ya kwamba Shetani alishangilia baada ya kuona Adamu na Hawa wamekuwa wafuasi wake. Kana kwamba hata wakati huu leo Shetani hufurahia sana anapokuona ukishirikiana naye dhidi ya Mungu. Shetani hufurahia anapowatizama vijana wakiungana naye katika kuzivunja sheria na kanuni za Mungu. Shetani hufurahia anapowaona wamama wakiungana naye kuzivunja amri za Mungu. Shetani hufurahia anapowaona wanandoa wa baba wakiungana naye katika kuzivunja amri za Mungu. Shetani hufurahia anapowaona viongozi wa makanisa, viongozi wa serikali, viongozi wa dini wakiungana naye na kumfuata na kuzivunja amri za Mungu na kutokuitii sauti ya Mungu. Fikiria maisha yako. Je, umeungana na Shetani ama bado umebakia kumtii Mungu sawasawa na maagizo yake? Adamu alikuwa bustanini Edeni, lakini kuwa bustanini Edeni hakukumfanya Adamu aendelee kuwa mwaminifu na mtii. Nini maana yake? Hebu fikiria. Leo wako watu wapo kanisani. Leo wako watu wako katika dini fulani. Leo wako watu wako katika ofisi fulani. Lakini kuwa katika dini ama dhehebu ama imani fulani ama kanisa fulani hakuwi sehemu ya wewe kuwa salama.
ila waweza kuwa salama ukiendelea kumtazama Yesu Kristo peke yake. Walishindwa kumtizama Yesu. Badala ya kumwangalia Yesu, kumwangalia Mungu aliyewaelekeza, waligeuka kumtizama adui ambaye ni Shetani, na kwa kisingizio cha upendo walijikuta wanaanguka na kutenda dhambi. Mtoto wa Mungu, unahitaji kuwa wakili wa Mungu mwaminifu. Neno la Bwana linanitaka mimi pamoja na wewe kuchagua kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Kuchagua kumtii Mungu kuliko mke wako ambaye anakuongoza kutenda dhambi. Kuchagua kumtii Mungu kuliko mme wako ambaye anakuongoza kutenda dhambi. Kuchagua kumtii Mungu kuliko watoto wako ambao wanakuongoza kumkosea Mungu. Kuchagua kumtii Mungu kuliko marafiki zako ambao wanakuongoza kumkosea Mungu. Kuchagua kumtii Mungu kuliko viongozi wako wa dini ambao wanakuongoza katika kutolitii neno la Bwana. Adamu na mke wake Hawa wanabadilisha kabisa asili ya mwanadamu aliyeumbwa kuwa mwanadamu mwenye dhambi kwa kushindwa kuitii sauti ya Mungu. Hivi unajua ya kwamba Mungu alikusudia mema katika maisha yako, lakini kwa sababu haukuwa tayari kutii kama wakili mwaminifu, bila shaka ilikuwa ni chanzo cha matatizo katika maisha yako. Adamu kwa kushindwa kutii, dhambi iliingia, matokeo ya dhambi yaliingia, mauti iliendelea kuwepo kwa kuwa hawakutii sauti ya Bwana. Wakati huu ninakupendekezea tena na kutoa wito. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, ndipo utakapofanikiwa. Yesu Kristo kuja kufa kwa ajili yetu. Ndilo somo linalokwenda kufuata kwenye kipindi kinachokuja. Tutaangalia, je, mwanadamu huyu ambaye asili yake sehemu ya pili imegundulika ama imeonekana tayari ni mdhambi kwa kushindwa kutii sauti ya Mungu, je, kulikuwa na tumaini tena kwa ajili ya mwanadamu? Je, mimi ambaye nimeshindwa kutii amri ya Mungu kwa sababu ya marafiki zangu, kwa sababu ya kuogopa kutengana na marafiki, kutengana na ndugu zangu, kutengana na bosi wangu, kutengana na rafiki yangu, kutengana na jirani yangu, je, kuna tumaini lolote kwangu tena? Kuna nafasi ya pili tena? Ndiyo, kuna nafasi ya pili kwa ajili yako. Mungu alimuuliza mwanamke, Mungu alimuuliza Adamu, lakini Mungu alitoa hukumu kwa nyoka. Kana kwamba Mungu tayari hukumu ya Shetani alikusha kuiweka, lakini wewe pamoja na mimi, jinsia ya kike na ya kiume, Mungu anatutafuta ili turudi kwake tena tuwe mawakili waaminifu. Yamkini unatamani kuwa wakili mwaminifu. Mungu akusaidie. Mungu akubariki. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.